Mapigano mapya yameripotiwa kati ya jeshi la serikali ya DRC FARDC na waasi wa AFC-M23 huko Kibati, eneo la Walikale. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, mapigano hayo yamefanyika karibu na tarehe 22 Aprili 2025. Waasi wa AFC-M23 wanaripotiwa kujaribu kusonga mbele katika eneo hilo, lakini jeshi la FARDC lilisema limefanikiwa kuwasukuma nyuma. Mapigano haya yanajiri huku kukiwa na hali tete ya usalama katika eneo la Walikale na maeneo ya jirani huko Kivu Kaskazini, ambapo kumekuwa na operesheni za kijeshi na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo kati ya pande zinazokinzana katika wiki za hivi karibuni. Hali hiyo imepelekea pia mamia kwa maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaarifu kuwa Meja Nesta Mavudisa, msemaji wa eneo la 3 la utetezi wa vikosi vya jeshi la FARDC, ametoa wito kwa vikundi vyenye silaha katika mkoa wa Walikale kuweka silaha chini na kujiunga na mpango wa serikali wa PDDRCS, mpango wa kuondokana na silaha, kuvunja vikosi, kurejea katika jamii na kuleta utulivu. Ujumbe huu wa Meja Mavudisa uliotolewa kutoka uwanja wa ndege wa Kigoma unakuja wakati ambapo hali ya wasiwasi inaendelea kuwa juu katika mkoa wa Kivu Kaskazini, huku mapigano yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara kati ya FARDC na kundi la M23 pamoja na washirika wake. Eneo la Walikale limekuwa likishuhudia mapigano makali na limeathiriwa na harakati za vikundi mbalimbali vyenye silaha. Wito wa kujiunga na PDDRCS unalenga kuhamasisha wapiganaji waache mapigano na waingie katika mchakato rasmi wa serikali wa kuwapokonya silaha, kuwaingiza tena katika maisha ya kiraia na kusaidia katika kuleta utulivu katika jamii zilizoathiriwa na migogoro. Mpango huu ni jitihada za serikali ya DRC za kumaliza tatizo la vikundi vyenye silaha mashariki mwa nchi. Hata hivyo, maelezo kamili ya ujumbe huo wa Meja Nesta Mavudisa uliotolewa kutoka Kigoma Aerodrome hayakupatikana kwa undani katika taarifa zilizopo. Pamoja na hayo, muktadha wa wito wake unaendana na juhudi za FARDC na serikali ya Kongo za kutaka vikundi vyenye silaha viache ghasia na vijiunge na mchakato wa amani kupitia PDDRCS kama njia ya kurejesha usalama na utulivu mashariki mwa nchi, ikiwemo katika eneo la Walikale ambalo limekuwa kitovu cha mapigano. Ujumbe wa M23 AFC waondoka Doha na kurejea Goma baada ya mazungumzo kukwama. Ujumbe wa harakati ya waasi ya M23 AFC ukiongozwa na naibu mratibu wake Bertrand Bisimwa uliondoka Doha, Qatar Jumanne ukielekea Goma. Kulingana na vyanzo vilivyozungumza na Radio Okapi, hatua hiyo inafuatia kukwama kwa mazungumzo kati ya pande hizo. Ripoti zinasema kuwa mazungumzo hayo yalishindwa kutokana na kutokubaliana kirefu, hasa kuhusiana na taarifa kwa vyombo vya habari ambayo ililenga kuweka msingi wa mazungumzo ya kujenga kati ya pande zinazohusika. AFC Siri uingiza si sahihi 23 imekuwa na makao yake makuu mjini Goma kwa wiki kadhaa sasa. Safari ya Doha ilikuwa sehemu ya jitihada za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, tofauti kubwa zimepelekea ujumbe huo kuondoka bila mafanikio katika duru hiyo ya mazungumzo. Kumekuwa na ripoti zinazokinzana kuhusu hali ya M23 karibu na Walikale, ripoti zinazoashiria kuimarisha nafasi. Baadhi ya ripoti za awali zilionyesha kuwa M23 ilikuwa ikiimarisha nafasi zake baada ya kuteka mji wa Walikale mnamo Machi 2025. Walikale ni mji wenye utajiri wa madini na una umuhimu wa kimkakati. Hata baada ya kutangaza nia ya kujiondoa, kuna madai kwamba M23 iliendelea kuwepo na kufanya operesheni katika eneo hilo, ikiwemo maeneo ya Kashebere na Kibati. Kumekuwa na ushuhuda wa kuongezeka kwa vifo vya raia na matukio ya ukatili yanayohusishwa na M23 katika eneo la Walikale Kashebere, hata baada ya kutangazwa kusitishwa kwa mapigano. Ripoti zinazoashiria kujiondoa. Mnamo Machi 2025, M23 ilitangaza nia yake ya kujiondoa kutoka Walikale kama ishara ya nia njema kuelekea mazungumzo ya amani. Rwanda ilikaribisha uamuzi huo. Kulikuwa na ripoti zilizothibitisha kuwa wapiganaji wa M23 waliondoka mjini Walikale kuelekea Doha kwa mazungumzo yaliyopangwa. Hali kwa sasa, licha ya matamko ya kujiondoa, kuna ushuhuda unaoonyesha kuwa M23 bado inaendelea kuwepo na kufanya operesheni katika maeneo ya karibu na Walikale. Hali inaelezwa kuwa ya wasiwasi na raia wanaishi kwa hofu. Kumekuwa na ripoti za vifo vya raia na ukatili unaoendelea katika eneo hilo. Ni muhimu kuzingatia kuwa hali mashariki mwa DRC ni tete na taarifa zinaweza kubadilika haraka. Ushuhuda kutoka kwa vyanzo mbalimbali unaonyesha kuwa licha ya ahadi za kujiondoa,
Muzi 23 inaendelea kuwa na ushawishi katika eneo la Walikale na maeneo ya jirani.